مرشدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله من عذاب النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى. Ndugu katika imani, awali ya yote tunapenda kupeleka shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala, kupeleka tahmidi kwa Allah tabaraka wa taala ambaye amesifika na sifa za ukamilifu, hana mapungufu katika namna yoyote ile, katika sehemu yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na rehema zake juu yetu akatufanya sisi tukawa ni baadhi ya watu wengi ambao waliweza kuhudhuria katika siku hii ya Ijumaa. Ndugu katika imani, miongoni mwa kushukuru neema za Allah tabaraka wa taala, kuzitumia hizi fursa ambazo tunazipata kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Swala na salam zimfike kipenzi wetu Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam, ambaye alipambana kwenye matukio ya usiku na mchana, akatoa maisha yake yote kuhakikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inasimama. Swala na salamu zimfike Allah subhanahu wa ta'ala, amfufue katika kisimamo ambacho alichomwahidi, na Allah aendi tofauti na kile alichokiahidi. Napenda niwahusie ndugu zangu katika imani, bila kusahau kuihusia nafsi yangu ambayo ni dhaifu, juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, miongoni mwa malengo matukufu ya sisi kuwepo katika mgongo huu wa ardhi si kuja kutafuta pesa, si kuja kujenga majumba makubwa, si kuja kujifakharisha kwa vyeo, si kuja kujifakharisha kwa namna yoyote ile. Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka juu ya mgongo wa ardhi kwa malengo maalum, na katika malengo hayo makubwa zaidi ni kuwa wacha Mungu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah alipotuleta katika hii dunia hajatupa uhuru wa moja kwa moja. Ayahsabul insanu an yutraka suda, hivi binadamu anadhani kwamba amemwagwa tu hapa katika dunia aishi bure bure anavyotaka yeye, ale anachokitaka yeye, afikiri anavyotaka yeye, aabudu anachokitaka yeye, afanye anachokitaka yeye? Kalla, hakika sivyo hivyo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka katika mgongo wa ardhi kwa mipaka. Hiki kifanye, hiki usikifanye, hiki chukua, hiki usichukue. Ha huwa al-insan, huyo ndio mwanadamu aliyemuumba Allah tabaraka wa taala. Amemwekea taratibu za maisha, na haya yanatupa ushuhuda hata maisha yetu ya dunia. Hata baba mwenye nyumba lazima nyumba yake ziwe na taratibu na sharti na kanuni.
Baba nyumbani kwake lazima awe na taratibu na sharti na kanuni. Hata serikali lazima iwe na sharti na kanuni. Ikiwa hawa binadamu dhaifu wanawekeana sharti na kanuni na mipaka na wanaifata, na wanapokatazwa wanakatazika, vipi mbele ya Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye ndiye mfalme wa wafalme? Itafika siku ya mwisho atauliza, limanil mulki liyawm, leo ni nani mwenye sifa za kuubeba ufalme? Kila mmoja atajibu, lillahi alwahid alqahhar. Anwani ya hutuba yetu tutazungumzia khabi'atu su'i fil qalbi. Khabi'atu su'i fil qalbi. Maudhui hii tunaishi nayo katika jamii. Ma'al asaf, wengi wenye kujipamba na sifa ama jina la Uislamu ndiyo hali yao ya leo, kuficha uovu katika moyo, kuficha uovu au maovu kwenye moyo. Inakuwaje? Iko hivi, wahiya an tajammala al-insanu bil alaniya fi din, ni mtu kujipamba kwa nje, shakhsia yake, ongea yake, tabia zake, kwa baadhi ya kujionyesha bil alaniya, kwa muonekano. Fi din, unamhukumu na kumweka moja kwa moja kama huyu ni mtu wa dini. Yule shekhe, yule ustadhi, yule fulani, yule fulani, bila alania amama nnas. Anapokuwa yuko mbele ya watu, wa idha khala, lakini pindi anapojitenga, amekuwa katika mahala ambayo hakuna anayemuona, anayemjua yeye ni nani, waltaka billahi jalla wa ala, na hapo alipo amefungamana na Allah, yuko peke yake na Allah au na baadhi ya watu wasiomjua, ja'ala Allah ahwana an-nadhirina ilayhi, anamfanya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhalili mno wa kumchunguza kuliko watu wengine. Ndugu zangu, hadha huwa ad-da'ul khafiy. Huu ndio ugonjwa mbaya uliojificha kwa baadhi ya watu wanaojitangaza kuwa ni Waislamu ama waumini. Intawat alaiha alqulub, nyoyo za watu wengi leo zinacheza, zimefungamana, zimefunguka katika maeneo haya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ndugu zangu, hakuna msiba uliokuwa mkubwa na kirusi kilichokuwa kibaya kama hiki. Na kirusi hiki ndio ambacho tunaweza tukajiita Waislamu wengi, waumini tuko wengi. Mbona mambo hayaendi? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tunaonekana kwa macho tuko wengi, lakini kama tutaskani, kama tutaskani nyoyo moja baada ya nyingine, utagundua kwamba ni wachache. Qulubuhum shatta, nyoyo zao zina rangi tofauti tofauti. Nje muslim, nje mu'min, nje ni ahlu sunna wal jamaa, lakini ndani anayo aliyokuwa nayo, na ya ndani ndio ya uhakika. Sura ya nje ni cover, ndani ndio mashine yenyewe ilivyo. Kwa unaweza ukamuona ni mtu wa sunna, kumbe ni mushrik. Unaweza ukamuona ni mu'min, kumbe ni munafik. Unaweza ukamuona kama taqiyu, kumbe ni fasik. Balil insanu ala nafsihi basira. Ukweli kila mmoja anajijua vilivyo
Mimi na wewe leo tunaweza tukampa mtu nafasi si ya kwake, lakini yeye anajijua kwamba mimi hapa nilipokaa sipo sehemu yangu. Manzila ninayopewa sio ya kwangu. Swafu ninayosimamishwa si swafu yangu. Cheo ninachopewa sio cheo changu. Bali insanu ala nafsihi basira. Ibadallah, kuna waumini baadhi wakajiita waumini, wana uwezo na wamefika mtu kuacha matendo mema bikhawfi riya, yani tarkul amalu salih bikhawfi riya. Mwingine anaogopa kufanya jambo jema kwa kuogopea ria, bali kuacha jema kwa kuogopa ria ndio ria yenyewe. Bwana, yani kuna mtu mathalan, maisha tunayoishi nayo, unaweza mkakuta mmekwenda sehemu tunahitaji kuswalia jeneza. Kuna mtu aswali jeneza, Sheikh, hapa ukiswali utaonekana unaswali bwana, hiyo ria hiyo. Au inakimiwa swala na yeye unamjua, mbona huyu tunaswali naye lakini haswali. Au linafanyika jambo lolote la kiimani au jambo ambalo la bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mtu anaogopa kujitokeza pale kwa kuogopea ria. Au mwingine kazini kwake wanaitwa, jamani, wanahitajika Waislamu au wanahitajika watu wa sunna au wanahitajika watu kadha. Kuna mtu anaogopa kutoa pua yake mbele kwa kusema kwamba mimi naiogopa ria. Ibadallah, haya ni katika baadhi ya matatizo tunayoishi nayo katika mujtamaa, na kila mmoja anatakiwa ajichunguze na ajiweke sawa kuhakikisha hatusimami katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotukataza fi sirri wal ilal. Sawa sawa uko peke yako, sawa sawa uko mbele za watu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba.